Naam, hii ni za Kiswahili ya Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Matumaini yangu makubwa uko mzima wa afya msikilizaji na mtazamaji, na kukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari za siku ya leo. Msomaji ni Omari Makelele Ozile. Katika taarifa zetu za habari tuanzie katika jimbo la Kivu ya Kaskazini pa Butembo ni kwamba watu 6 wamepoteza maisha usiku wa Alhamisi ya wiki hii kisha kuangukiwa na ukuta wa nyumba katika kata la Mutiri, manispaa ya Bulengera mjini Butembo, jimboni Kivu Kaskazini. Tukio hilo limetokea kisha mvua kali ilionyesha maeneo hayo. Bwana John Kameta, kiongozi wa shirika la raia pa Bulengera, ametoa picha halisi ya hali ilivyokuwa, huku akiomba raia wa eneo hilo kuchukua tahadhari. Parmi watu 6 kulikuwa watu 3 wa hiyo nyumba, na parmi watu 3 kunakuwa wa minere wawili na tate moja ambaye alikuwa ndani ya hiyo nyumba. Na kwa hiyo watu 3 kunaongezeka proprietaire moja wa chantier ambayo ilikuwa najengwa pembeni ya hiyo nyumba, na kunakuwa vile wa maso wawili vile nao ambao wameweza kupoteza maisha yao kunako hiyo accident ambayo imeweza kujiproduire kunako vile ya Butembo. Na ifo kukumbusha kama siku ya 6 mwezi wa 9 2025 tena jambo kama hiyo iliweza kupitikana mwa hiyo quartier ya Mutiri. Na kwa hiyo sisi kama shirika la raia tunaita population ya mkomine ya Bulengera ku vigilance wakati ya vula kama hiyo. Inaomba tuweze kuugama nafasi ambayo haiweze kuleta madhara. Vile katika jimbo tu hilo la Kivu ya Kaskazini kule katika tarafa la Walikale ni kwamba kisha vitendo vingi vya uporaji kuripotiwa kwa kiasi kikubwa katika eneo la Walikale, hatimaye viongozi wa eneo hilo wameomba kwa kila mwananchi kuwa na filimbi itakayomruhusu kuamsha wengine wakati uvamizi unatokea. Akizungumza na Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, Bwana Mema Kabaki, kiongozi wa mtaa wa Walikale, amesema kuwa hali ya usalama si yenye kuridhisha, kwa hiyo ni vyema raia kuwa pamoja na kushirikiana vyema na vyombo vya usalama. Wezi ndio wanachunga kuzidia hata mwenye nyumba, lakini kwa hatua zilizochukuliwa kuhusu hali hii, mikakati iliwekwa kwa kila kata kutoa tahadhari wakati kitendo hicho kinafanyika. Tunasema kwa kila kata kuwe filimbi katika kila nyumba. Tunaandaa pia doria, lakini wezi hawa wanakuwa kama wanajua. Wanapoona tu watu wanaohusika na usalama wanapita, wanabaki wakifanya operation zao hapo. Ndio maana itaomba kuongeza pia timu hii ya usalama. Na kule katika jimbo la Kivu ya Kusini sasa katika tarafa la Fizi ni kwamba ni vyema wazalendo wanaokaa kwenye vizuizi eneo tofauti kuwa na hali ya kusikiliza raia wasafiri wanaokosa pesa ya kulipa kwa ajili ya ushirikiano mzuri na raia. Ndivyo amesema hayo leader wa kijamii Bunguke Masasi Lebon kwenye mazungumzo na Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Ombi hilo amelitoa kwa wazalendo kutokana na hali ya uchumi wa raia kwa sasa. Bunguke Masasi Lebon ameongeza kuwa sio pesa peke yake ndiyo yaweza kuwa na mchango wa raia, bali hata habari ni muhimu zaidi. Sisi kama walidere wa territoire yetu ya Fizi na raia yetu ya Fizi vile yetu ya Baraka, tunaomba ya kwamba wale wote wataachiwa madaraka ya kubaki munjia ya kuchunga inchi, bariere za kuchunga inchi, sehemu tofauti kwenye watawacha mu maposte tofauti. Tunawaomba raia anaweza akakuja kuna matatizo yake, anasafiri, akifika kwenye kambi wanachunga bariere, akilia ana kitu, wamsikie, wamfanyie favor. Anaweza kuwa na 500 atatoa, anaweza kuwa na 1000 atatoa ya contribution ya effort de guerre na kusaidia wenye bako wanachunga nini inchi kupitia kamba. Na kuko mwenye hawezi mulomba, anaweza kuwa na 10,000 20,000 ana contribue. Basi tutaomba watoto wetu ambao wanasimama kwenye kamba zile za kukontrole usalama, adui asipenye na kuingia sehemu kwenye hajafika, waangalie gisi ya kufanya wepesi na raia yetu, kwa sababu sio wote wenye kujiweza. Itanitoa hapa na Uvira hapa muvile tu Baraka, lakini kikujikuta sehemu nafika na lia leo sina hata mureturu, nitalipa kwenye naenda, sitakawia, nitarudia.
baelewe raia inaomba kukamatiwa en charge na kukua protege munjia zote, muhali ya finance, muhali ya securite na muhali ya uaminifu, uhakika, ukweli, kwa sababu haiko kila mtu mwenye anaeneza kondisio kila siku, na ile tunaomba waitekeleze, wajue namna gani wataongea. Collaboration na raia itatupatia uaminifu na itatupatia resistance. Kuko raia mwenye anaweza pita kukamba ana pesa, lakini anacha analeta information ya mzuri kwenye tunatokea. Tuliona watu ambao tuamini wako wanakuja na muangalie gisi mtawakontrole, na kweli unakutanisha raia na tuokoa kufuatana gisi tunakolabore vizuri kwa pamoja. Na kule katika mji wa Baraka ni kwamba shirika la SOJIP limeomba kwa serikali ya jimbo la Kivu Kusini kutoa ufafanuzi kuhusu pesa 3,000 faranga za Kongo ambazo imewataka wazazi kulipa kwa ajili ya kuboresha elimu katika jimbo la kielimu Kivu Kusini ya pili na ya tatu. Akiwa kwenye microphone za Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, Bwana Orfe Amone Akamengile, kiongozi mkuu wa shirika hilo, amesema kuwa wamewaandikia gavana wa jimbo la Kivu Kusini kibarua ili kupata ufafanuzi zaidi kuhusu pesa hizo. Tumemwandikia gavana wa province ya Sud Kivu barua kufuatana na arete provincial ambayo alichukua tariki 22 mwezi wa kenda mwaka huu tunao, wa kufikse franga ambazo wazazi wanahitajika kulipa kwa watoto wao mwakani huu 2025 na 2026 kwa wale ambao wanasoma kwenye shule ambazo hazihusiki na gratuite de l'enseignement. Katika hicho kibarua chake ama arete provincial, kwenye article ya 7 gouverneur anaonyesha kwamba kuna pashwa lipiwa pesa 3,000 kwa kila mtoto, na hizo pesa 3,000 wanaziita kwamba ni pesa ambazo zitasaidia amelioration ya qualité de l'enseignement ku province ya Sud Kivu, hasa kwa kuappuyer ma centre de formation et de récupération. Na hapa ndio kwenye palikuja ulizo ambao tulijiuliza sisi kama vile ofisi yetu ya CJOP, ni namna gani wanaweza kuomba pesa kwa ajili ya ma centre de formation na récupération ambazo haziexiste, haziko katika hizi province educationnelle Sud Kivu 2 na Sud Kivu 3. Hatujawahi kusikia hata siku moja ama fasi moja ambapo gouvernement provincial ya Sud Kivu iko na ma centre de récupération, ma centre de formation ambazo zinahitajika kuwa appuyer ili pakuwe amelioration ya condition ya enseignement ku niveau ya province ya Sud Kivu. Na ndio maana tukasema kwamba inabidi gouverneur atueclaircir, atufafanulie vizuri, atuonyeshe waziwazi ni wapi ambapo hizo pesa 3,000 francs kwa kila mwanafunzi zitaenda wapi, zitafanya kazi gani, na hizo pesa je, anatarajia ni wakati gani ambapo ataanza miradi ya kujenga hiyo ma centre de formation et de récupération, ili zile pesa ambazo wazazi watazilipa ziende kufanya kazi iliyo nzuri. Na ndio maana ilitubidi sisi tuambie raia wote, tuambie wakuu viongozi wa maprovince educationnelle Sud Kivu 2 na Sud Kivu 3, tuambie wa prefet wa maekole, tuambie wa president wa comité de parents, tuambie hata ministre wa enseignement, kusema kwamba wazazi hawatalipa hizo pesa, hiyo 3,000 francs congolais, mpaka pale ambapo gouverneur atatuambia wazi kinaga ubaga hizo pesa zitakuwa na mafaa gani. Mwishowe ameongeza kuwa ni vema wazazi kutokulipa pesa hizo, kwani hazina umuhimu mkubwa wakati huu ambako hakuna sehemu nyingi za kupata elimu ya ziada. Ni miaka mingi wanazilipisha, lakini hatuoni lolote ambalo linaloendelea, hatuoni kitu ambacho kinaonekana kama vile ma centre de formation et de récupération. Ndio maana mwaka huu hatutaachilia kabisa wazazi waendelee kulipa pesa ambazo hawajui zinaenda wapi, zinafanya kazi gani. Na wakati huu ambao tunakuwa nao ni wakati mgumu kabisa, mgumu sana, ambapo wazazi wanakuwa na shida ya kupata pesa. Wenyewe pesa za kulipa mwezi zinakuwa kama vile kero. Sasa hii 3,000 ambayo haieleweki itafanya kazi gani, fanya nini, hawastahili kuilipa. Ndio maana tumetoa wito kwa wazazi wasilipe 3,000 francs congolais ambayo inaitwa ya frais de gouvernement, kwa sababu haina mwelekeo mzuri. Mpaka pale ambapo gavana atatuelewesha zitafanya kazi gani ambayo itatuconvaincre, ndio tutaambia tena wazazi mnaweza lipa hizo pesa kwa kuwa ni ina manufaa kwa watoto wetu. Lakini mpaka sasa hizo pesa hazijawa na mwangaza kabisa. Kuna kuwa mkono mweusi nyuma ya hiyo 3,000 ambayo inahitajika, inalombewa
dawa ambazo hapa karibuni tu wataanza kulomba watoto wazilipe. Hiyo ndio message yangu ambayo nilikuwa nayo kufuatana na barua ambayo tumemwandikia gavana ya tariki 31 mwezi huu wa 10 ya kumsi gavana atu explique mzuri, atuonyeshe maorientation, modalite ambapo hizo pesa zitapitia kwa ajili ya kutumika kazi iliyo bora. Na vile vile hawajaonyesha account gani ama banki gani, sijui microcredit gani ambapo zile pesa zitalala ndani mwake ama zitakuwa zinabaki, ili zisionekane kwamba zinapitia mikono tu ya watu kisha baadaye zinapotea kiolela. Inabidi ile yote gavana atufafanulie vizuri, atuonyeshe pesa zitaenda wapi, wazazi wasiendelee kulipalipa pesa ambazo hazitakuwa na mafaa kwa watoto. Kwa wa governor tunaweza kuwaambia kwamba watusaidie sana kuboresha utawala katika jimbo ya Sud Kivu. Mprovince ya Sud Kivu mnakuwa desordre ya mkubwa, na hiyo inaenda kufanya raia waendelee kuonekana kunyanyasika, kukuwa exploite bila kupata kile ambacho wanachokihitaji. Tumalizie tu katika mji wa Baraka ni kwamba kituo kihusikacho na matunzo ya ugonjwa wa kisukari mjini Baraka na tarafa la Fizi imetoa ofa kwa raia kuanza tariki 10 hadi tariki 20 mwezi huu. Kipimo cha ugonjwa huo kitakuwa kwa bure kwenye kituo chao. Kwenye mazungumzo na Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, mkuu kiongozi wa Centre Diabetique Imona Bwana Hussein Clovis Monebato amealika raia wote kujipimisha kwa bure ugonjwa wa kisukari kwenye kituo hicho. Tarehe 1 mwezi wa 11 hii kwetu sisi kama vile waganga wa ugonjwa wa kisukari ni mwezi ambao tunaita mois de diabete, kwa sababu ni mwezi ndio ambao watafiti walipata dawa kubwa ya ugonjwa wa kisukari. Unajua kwa maana kila tarehe 14 za mwezi wa 11 ulimwengu mzima unasherekea ugonjwa wa kisukari, na kulingana na gisi courbe epidemiologique ama mchoro wa upandaji wa ugonjwa unavyoonekana, inaonekana kwamba kuanza hii mwaka wa 2025 na kufikisha mwaka wa 2030 watu wote watagonjwa ugonjwa wa kisukari. Ndio kwa maana Umoja wa Mataifa kitengo cha afya ambao kinaitwa OMS kimesema ya kwamba ni lazima tuwafunze watu kufahamu kwamba wajiandae na wajue namna gani wanaweza wakajiepusha na magonjwa ya kisukari. Ni lazima watu wafahamu kwamba kulingana na vidhibitisho ambayo tunapitia kwa hii wakati ni magumu sana, kwa sababu hata watu wengi wako wanaendelea kupoteza maisha na ugonjwa wa kisukari kwa haraka kupitia hii hali ya hewa ya nchi ambayo tunaipitia kwa sasa, kwa sababu hakuja kuwa mtu hata mmoja ambaye ashatulia kulingana na gizi tunavyoteseka. Sisi kama vile Centre tunaandaa watu kupimwa kisukari kwa bure. Kuanza tariki 10 za mwezi wa 11 tutaanza kuwapima watu kisukari kwa bure. Maji tarehe 12 za mwezi wa 11 tunalika watu wote kuja kwa jipimisho. Najua lakini ku Centre zingine kuna wale wanalomba 10,000, lakini kwa hii wakati ya mwezi wa diabete, kwa hii seremonia ya diabete tunakwenda kupima watu diabete kwa bure. Tunalika watu waje kwa wingi ili wajipimishe, wafahamu afya yao, na hasa zaidi kwa wale ambao ni wachuruzi wa ndagaa, wale ambao wanakuwa na makazi ya kukaa nafasi moja peke yake, na wale ambao wa miaka imekwisha kuendelea waje wachunguze afya zao, kwa sababu afya ni bora na kujali afya ni mali ambayo inashiji nyumba 10 ambazo unaweza kuwa uko nazo. Ni lazima tuijali afya yetu ili tuendelee kuwa na matumaini bora ya kuishi bila matatizo. Mwishowe Hussein Monebato Clovis ameomba kwa raia kushirikiana nao kwenye sherehe ya ugonjwa wa kisukari itakayofanyika tarehe 14 mwezi wa Novemba 2025 katika mji wa Baraka. Sisi kama vile Centre Diabetique Imona jijini Baraka na tarafa la Fizi ambao tunapatikana hapa kwenye kulikuwa Centre Medical Matunda Bora, tunajiandaa kupima hata watu 1000 kwa siku, muda wa siku 12. Ndio kwa maana tunahitaji watu waje, ukuje bila kula chakula, ufike ku Centre unafunzwa uelewe ugonjwa ni nini, ili wakati utakapokutana na mgonjwa wala wakati tuli yako utafika upata magonjwa ya kisukari usiwe na papara ama usiwe na uoga. Na tunaalika watu wote kusema kwamba ugonjwa wa kisukari uponi, na hatusikimbilie zaidi dawa za asili wala za majani, kwa sababu ni hizo zinaendelea kuumiza watu, ila tunaalika wote waje kwa wingi ili wapimwe, wafahamu gisi afya yao inakwenda kuendelea. Jijini Baraka ama tarafa la Fizi hapa Baraka, sisi kama vile Centre Diabetique Imona tunaandaa hiyo le 14 tutafanya marche, tutafanya defile, tutazunguka wagonjwa wote wa kisukari wala ambao watakuwa tayari. Tutazunguka kuanza kukilalo ya Mwemezi, tunapita Mjeteme, tunaenda fika Kumeri kwa ajili ya kufisimua watu, kuonesha kama ugonjwa wa kisukari si uchawi ambao watu wanafikiri.
tunafikiria ni ugonjwa kama mengine, na tunapaswa tuisherekee ili watu ambao wanafichama wajue kwamba si tatizo kubwa na nzito ambalo linaweza watatiza wao kuendelea kufichama na kutokupenda kujionyesha kwamba ni wagonjwa. Msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, ni hapo ndipo natamatisha taarifa zetu za habari za siku ya leo. Msomaji ni Omari Makelele Ozil.